Asante sana.
kushukuru siku ya leo kwa sababu ya mpango mzima mzuri huu wa kuimarisha sehemu ambayo sisi kama county tumepewa na serikali kuu kufanya kazi hiyo. Kazi ambayo imegatuliwa nayo ni kazi ya shule za chekechea pamoja na vyuo anuai. Mheshimiwa Governor, nataka nishukuru sana msemi mmoja alikuwa hapa, yule anaitwa Mkenya, kwa sababu aliongea kama mwalimu aliyesomea mambo ya chekechea, kwamba hao watoto wadogo ili wawe watu wa kutajika na wasomi wazuri, msingi wao ni chini ya miaka 5. Na Mheshimiwa Governor, tusidanganyike, ili Bungoma iweze kuwa na wasomi wazuri zaidi, ni vema tutilie maanani shule za chekechea. Tutapata wasomi wazuri, tutapata madaktari, tutapata maengineer, tutapata wasomi wa kutajika kwa sababu msingi ulikuwa bora. Mheshimiwa Gavana wetu, tuna ulemavu na ukosefu wa kazi. Watoto wengi wamesoma lakini hawajapata kazi. Wengi wao wengine wamekosa kwenda vyuo vikuu kwa sababu ya karo za shule. Mimi nataka niombe na nishukuru kwamba mpango wa kuimarisha vyuo anuai VTC zetu, Mheshimiwa Gavana, tuipe kipaumbele. Tukumbuke kwamba kazi ambayo tumepewa kama county ni kazi kwa elimu, mambo mawili: chekechea na vyuo vya anuai. Mheshimiwa Gavana, ili uache legacy ya kupendeza, tilia manani hapo, tuwekeze pesa nyingi hapo, ili uache legacy nyuma ambayo kila mtu atakuwa anatamani. And I want to say this in English, that we cannot run away from our responsibility and do someone else's responsibility. The issues of primary schools and national schools and universities and secondary schools is national government function. Our function is ECDs and VTC centers. Hapo ndipo tunasimama. Kwa hivyo Governor, mimi nataka nikushukuru na niombe department, ninyi ndio mnaleta budget, tuwekeze pesa zetu hapa ili county yetu watu wakuje kufanya benchmarking. And I'm a teacher by training. A teacher who teaches outside the syllabus is not a qualified teacher. And any leader who is doing anything outside the mandate given to him is not a proper leader. Unataka na wewe pia ufanye chizi. Unajua saa zingine pia unakaa chini unasema kwa nini nikaomba hii kazi? Je, yenye ninafanya watu wanafurahia ama hawajafurahia? So that we keep on improving and we shall be improving our county Patiana. So Engineer Agnes, najua hiyo umepitia na mambo sio mbaya. Unajua kazi ya MCA ni kama kazi ya askari tu, mpaka ujaribu uoneko kosa kidogo na urekebishe. Hata vile wamekaa hivi kuna yenye wameona, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba kila wakati nation, na najua I wish the county secretary could be here because yeye ndiye chairman wa wanga mnaita Chirac, because you have had a lot of meetings chief of staff ambao mko hapa. Hili jambo ambalo staff kila wakati wanalia ya kwamba mambo ya promotion na kadhalika, we as an assembly budget tuliweka pesa iko. Sasa sijui shida imekwamia wapi. So your excellency, ni hiyo jaribu kusukuma kidogo. Unajua we have some officers wengine niruhusu nitumie mfano ingawaje not so parliamentary, lakini nitumie tu. Unajua si kuona hapo wheelbarrow. Unajua wheelbarrow kiachia hapa utaipata pale pale. So I think our officers sio kama wheelbarrow, wanapokuambia kitu hakikisha kwamba unaifikisha. So that at least hata mdosi anapokaa mahali anajua I have my staffs ambao wanafanya kazi. Na sisi pia nilipoambia Your Excellency kwamba tutaendelea kuweka moto kidogo kidogo so that at least watu wanapoona vitu inaiva, na shukrani narudi kwetu. Taka pia niambie inspectors, licha ya kwamba mmepitia changamoto mingi, lakini at least our VTC institutions pia zinaendelea. Asanteni sana. Najua tuko na changamoto mingi huko, lakini nao ya kwamba mdosi amekaa hapa, najua mambo haitakuwa mbaya sana na amesikia na at least atasema jambo. Hizi teachers pia mmepitia mengi, lakini tunawashukuru mmeshikilia watoto wetu wanaendelea mzuri.
Your Excellency, nilivyosema ya kwamba huwezi kosa kuona kitu. Nimeona kuna viti na unajua walisema they have procured. Nikasema sasa if at all the department inaelewa kazi ambayo inafanya. Because these instructors wanafanya mambo ya welding. Kwa nini watoto hawakufanya walete tu material na wafanye kuliko waletee vitu ambayo imeshatengenezwa? So we should also be able to promote our VTC. Because iwapo hatutawa promote then kama tutawanulia tu viti kama hizi ambazo wanaweza wakafanya, then unajua we should also be killing their passion and morale. So Your Excellency, as much as we appreciate, but also let's also be factual, tuone kitu ambayo tunafanya nini, ya kwamba the handlers of these things hatutasipata kwa boma sao, siende hawa watoto itakuwa mzuri. Kwa unajua it will be so shameful, maybe one of the officers uko na pando hii nyumbani na watoto wanahitaji hiyo mambo ya uchi, lakini I think hiyo haitakuwa, so that at least tunakuwa na roho ya utu, ili yale ambaye which is meant for the government inaelekea kwa wananchi na mambo haitakuwa mbaya. Otherwise sisi tunawafanyia kazi jinsi mlivyotupatia na tutaendelea kujaribu. Jambo tu ambalo naomba ni kwamba Your Excellency, unajua sisi tunasikia mambo mengi. Let our cabinet plus our chief officers pia wakuwe friendly kwa hao watu ambao wanaongoza, ili so that at least they will be sharing. Sio tunajua ukiwa mkali watakuficha vitu mingi na watakufanyia watu cold wao na mambo haitafanyika. So be friendly na mambo yetu haitakuwa mbaya sana. Unajua leo mtu ambaye pengine unadharau huwezi jua kesho atakuwa nani kwako. Sasa waja tu tukue na huo utu na tuone ya kwamba tumetoka wapi tunaelekea wapi. La mwisho, Your Excellency, nataka nikushukuru through your effort and our national speaker, now that our Bungoma Hospital has been uplifted to level 6. Hiyo ni jambo la ajabu katika wananchi wa Bungoma. Asanteni sana na muendelee kushikilia hapo, so that at least in the future wale ambao wako waamini ya kwamba Bungoma tuna viongozi na wanatufikiria mambo mazuri. Leo ni siku ya furaha na ni siku ya gavana wetu. Yeye ndio mgeni wa heshima, yeye ndio ana mambo ya kutuambia. Kwa hivyo sisi kama watu wa mkono wake leo hatutaongea, kwa sababu nataka pia waheshimiwa wetu wasikie moja mbili kabla waondoke. That proper nutrition in the early years not only boosts health and immunity, but directly improves attendance, engagement and academic performance. By ensuring every ECD child receives a nutritious cup of porridge each day, we are planting seeds of equity, dignity and opportunity to our children. On ECD book distribution, this is the second distribution of teaching and learning materials to benefit 41,974 learners in PP1 across the county. We are also doing the second distribution of teaching and learning equipment and tools to our vocational training institutions. This will be distributed to 89 vocational training centers across the county and will benefit 4,715 trainees enrolled in these institutions. To ensure stability, the Department of Education and Vocational Training has allocated Kenya shillings 30 million in the financial year 2025-2026 for the same, and developed the health and nutrition policy in draft, awaiting approval by the County Assembly. This is not just a program, it's an investment in human capital, and let it be known, when Bungoma invests in children, we invest in the destiny of our country. Fellow stakeholders, the Constitution of Kenya 2010 and the County Government Act places Early Childhood Development ECD squarely under the mandate of the counties. My administration takes this responsibility seriously, and beyond infrastructure and teacher employment, we must also look into the holistic needs of the child. That is the mind, the body and spirit. That is why my administration continues to, 1, construct and equip modern ECD classrooms across the 45 wards, hire trained ECD teachers, procure and distribute ECD learning materials aligned with the CBC across our ECD centers, and now introducing this porridge program, a historic first for Bungoma County. But we cannot do this alone. We need your continued support. Teachers, please help us implement this program
with care and consistency. Parents, be our partners in reinforcing nutrition and learning at home. Stakeholders and partners, join hands with us. Let us scale, improve, and sustain this initiative. Let this porridge program and the distribution of ECD learning materials be a daily reminder that our county cares. Let it symbolize not just food and education, but also hope. Hope in government that listens and provides an enabling environment for all children to thrive, and in our community that nurtures every child. Let us walk forward together with a firm belief that from those humble classrooms, great minds will rise, doctors, teachers, engineers, and leaders who will take Bungoma and Kenya to greater heights. On the protocols, na nishukuru our county assembly sana for finding time to come mkuwe na sisi during this great launch. Thank you so much. Leader of Majority, Deputy Speaker, asanteni sana. Our instructors, our ECD teachers, our pupils, my team from the executive, you will allow me to make my comments in English, then nitaguzia kidogo kwa Kiswahili, alafu tuweze kupeana uji, because that's what we came to do. Today, we gather here for a noble and transformative cause, one that speaks directly to the heart of our county's future, the well-being and learning of our youngest children. It gives me great pride and joy to officially launch the porridge program and learning materials distribution for all ECD centers across Bungoma County. In the financial year 2024-2025, my government allocated 30 million for the feeding program for our ECD learners, Kenya shillings 25 million for vocational training, teaching and learning equipment, and 23 million for the ECD teaching and learning material. The department has also partnered with AIDU in providing digital learning in 135 ECD centers so far. The remaining 450 ECD centers will join the program in the financial year 2025. 794 learners in PP1 and 48,956 in PP2. Each learner will consume 40 grams of the fortified porridge per day for 3 days in a week. The amount of fortified porridge procured is 141,570 kgs, which is adequate to cover the whole term. The fortified porridge is tested and certified by the Bungoma County nutritionist. Jina ni Madam Winnie Shivachi. Nianze. Kwa majina ni Madam Winnie Shivachi, Kandui DEB. Tunafurahi sana siku ya leo. Ni kwa ajili ya gavana wetu Kenneth Makelo Lusaka kwa kutuletea programu hii ya uji. Haswa sisi walimu watu na changamoto sana. Katika darasa unapata watoto sio wote wako well off. Kuna wengine wanatoka katika jamii ambazo hazijiwezi. Unapata wakati wengine wanakula labda wamebeba snack, wengine wanaangalia kwa huruma. Mpaka kama mwalimu hata unashindwa utanunulia wote. Kwa hivyo tunashukuru Mheshimiwa Governor Lusaka kwa maana kila mtoto sasa atachangamka kwa darasa. Na ninajua wakati tunaenda kufunza kila mtoto atakuwa very attentive kusikiza mwalimu. Kwa maana watakuwa na furaha, wameshiba na katika kushiba kwao watachangamka kwa darasa. Commonwealth, mwalimu Bungoma County. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mr. Governor kwa kile kitendo ambacho ametufanyia siku ya leo. Tumekuwa na wakati mgumu katika madarasa zetu, wakati hata performance ya watoto imekuwa affected in a very, kwa sababu katika shule yetu iko katikati ya town, na hapo imebeba watoto wa kutoka familia tofauti. Kuna zile familia zinajiweza na familia ambazo hazijiwezi kabisa. So unapata kuna mtoto amekuja shule hajapata kiamsha kinywa. Anapokuja shuleni mtoto huyu amechoka already, anataka kulala, hana hiyo concentration kwa sababu ya tumbo yake iko tupu. Lakini kuna yule ambaye ametoka kwa familia ambayo inajiweza, unapata wao wako active kwa darasa, concentration yake iko sawa. So hili jambo ambalo gavana wetu ametufanyia linaenda kuinua familia zetu. Najua enrollment inaenda kuwa kubwa kwa sababu sasa watoto watajua kuna kitu shuleni ambacho sasa kitawavutia. Hii ni kama uvutio
watoto wengi watakuja shuleni, performance ita improve. Na tena mambo ya absenteeism, ya kwamba mtoto pengine alilala njaa, ameamka hana kitu ya kukula, sasa inakuwa ngumu kukuja shuleni, haitakuwa. Maana mtoto hata akilala njaa anajua shule akienda kuna uji. Kwa hivyo mimi nataka kushukuru gavana wetu, hili ni jambo la maana ametufanyia sisi walimu pamoja na wazazi katika kaunti ya Bungoma. Asante sana bwana gavana, na Mungu akubariki. Ndio tutarajie matokeo mazuri, kwa sababu concentration now inaenda kuwa boosted. Wale watoto ambao wametoka nyumbani, kwa mfano vile tumesema hawaja kula kitu, atakuja shule akiwa na ile nia ya kwamba atashiba na atasoma. Kwa hivyo wakati wameshiba, hata kucheza co-curricular activity watafanya, maana hauwezi wapeleka hata nje acheze on an empty stomach. Toka shule ya chekechea Chengoli ECD. Shule ya chekechea ya Chengoli inapatikana Webuye Matulo Ward. Tunashukuru gavana vile ameweza kujitokeza na kupeana uji kwa watoto wetu wa chekechea. Tulikuwa tuna changamoto sana, kwa sababu watoto wengi wa chekechea wanalelewa na their grandmothers and grandparents, yani wanalelewa na grandparents. Sasa issue ya watoto kupata chakula asubuhi wakuja shuleni ni ngumu sana. Watoto wengi wanakuja shuleni bila kiamsha kinywa. Tunashukuru sana gavana, tunasema hongera kwako. At least watoto wetu watakuwa na furaha. Hata sisi walimu tukivuza watoto, tunajua ya kwamba watoto wetu wataenda mahali. Tunajua ya kwamba chekechea ni msingi, na usipolinda msingi wa nyumba yako, msingi utaboromoka. Tunakushukuru gavana sana, maana watoto wetu watakuwa na nguvu, wakienda grade nyingine watakuwa na nguvu, na watoto wetu watajenga taifa letu la Kenya. Tunasema asante sana gavana, Mungu akubariki. Nikitoka Webuye West, Chengoli ECD. Sisi tunafuraha kwa vile gavana amepatia watoto wetu uji, na najua watoto wataendelea kusoma vizuri. Hata sisi walimu tutapata nia nzuri ya kufundisha hao watoto, na tunajua wataendelea vizuri sana. Sasa ni pongezi kwa gavana, na hata watoto tumeona wamefurahia, wanacheza kwa uwanja, wako na furaha nyingi. Hata sisi walimu tena tunashukuru gavana. Uendelee, Mungu akubariki, na uendelee hivyo hivyo. Gavana wetu wa jimbo la Bungoma amelaunch leo programu ya uji ambayo ni ya maana sana kwa watoto wetu, kwa sababu huwa tunakuwa na changamoto kama walimu. Watoto wanapokuja shule, sio wote wako wana wazazi, wengine wana wazazi ambao hawajiwezi. Na kwa hivyo hii program itasaidia watoto kusoma vizuri, kwa sababu tunapoona huwa tunaangalia watoto wengine kwa darasa, tunapata ya kwamba hawawezi kusoma vizuri kwa sababu labda wametoka nyumbani bila chochote. Na inapofika masaa kama ya breaki hivi saa 3, saa 4 hapo, mtoto unapata ameisha, hataki kuendelea kusoma kwa sababu ya njaa. Na kwa hivyo gavana wetu amefanya jambo la muhimu sana. Tunampa hongera kwa ajili ya kufikiria maneno kama haya katika kaunti yetu ya Bungoma. Kwa hivyo tunamshukuru sana, tunaomba Mungu ambariki na aendelee kufanya hivyo hivyo. Napata mtoto ambaye hana hajakula chochote, huyo mtoto atakuwa anawaza tu, anakuwa na mawazo mabaya sana, kwa sababu hiyo changamoto ya njaa haitamruhusu apate elimu vizuri. Lakini ukipata mtoto amepata shibe, hasa akinywa uji, anakuwa na furaha sana. Na kama hajakunywa uji, unapata anakuwa na huzuni na hawezi kusoma vizuri. Kwa hivyo tunashukuru sana gavana wetu.